بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea na madarasa haya ya fiqh katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i, na tumefika katika jambo la tatu linalotangua udhu. Tukasema ni kugusana mwanamume na mwanamke ambao wote ni wakubwa, kisha pia wawe ni ajnabiyaini. Ajnabiyya tukasema ni mtu ambaye si mahram. Mahram nani? Mahram ni mtu ambaye ni haramu kumuoa. Mahram ni mtu ambaye ni haramu kumuoa. Ima wewe ni haramu kumuoa, kama wewe ni mwanamke hufai kumuoa yeye mwanamke, au kama wewe ni mwanamke basi ni haramu wewe kuolewa naye. Sawa? Kwa hivyo tukasema leo inshallah tutazungumzia hawa maharim inshallah, hali yao. Kwa hiyo manake ajnabia ni mtu yoyote ambaye wewe unaweza kumuoa. Sasa fikiria, unaweza kumuoa. Je, mke wako ambaye tayari ushamuoa? Kwa madhehebu yetu, mtu akimgusa mke wake udhu umetanguka. Mtu akimgusa mwanamke ambaye anaweza kumuoa udhu umetanguka. Amekusudia, hajakusudia, ana nia, hana nia, umemgusa udhu umetanguka. Hakuna kuangalia nia, hakuna kuangalia makusudio. Hata kama ni kwa bahati mbaya, udhu unafanya nini? Unatanguka. Hata kama hakuna shahwa, hakuna matamanio, udhu umetanguka. Hakuna inaitwaje njia nyingine. Hiyo ndo madhehebu yetu. Hiyo ndo madhehebu yetu. Na kabla ya kuingia katika kueleza maharim, jambo tu tutanabahishe. Jamani, hatukatai ama haikataliwi kuwa kuna khilafu, kuwa kuna baadhi ya maulama wasema mpaka matamanio, mpaka hakuna wasiwasi kabisa. Ndio kweli khilafu iko, lakini kuna mambo lazima tubainishe sawa sawa, kama tulivyotanguliza. Nafikiri jambo hili tumelieleza katika madarasa yaliyotangulia, wallahu aalam. Lakini kuna watu wasema bwana lakini sijui Abu Hanifa asema kadhaa, Imam Malik asema mpaka nia, mpaka matamanio. Basi wacha tuchukue kauli yake. Kwambia ndio, haina neno. Ukitaka kuchukua madhehebu mengine una ruhusa, lakini kwa sharti iwe wewe pia udhu wako umeswihi katika yale madhehebu. Udhu wako uwe umeswihi katika yale madhehebu, sio uje uchukue kauli ya madhehebu yale na kumbe katika madhehebu yale aslan udhu bado hauna. Yani tuweza kupiga mfano madhehebu ya Imam Malik. Imam Malik akwambia ni ruhusa, yani si ruhusa ukimgusa mwanamke bila matamanio udhu hautanguki. Hiyo ndo kauli ya Imam Malik. Sawa, vizuri kabisa. Lakini pia vile vile ujue Imam Malik akwambia katika kutawadha lazima upanguse kichwa chote. Imam Malik akwambia lazima upanguse kichwa chote. Sasa kama wewe utatawadha katika madhehebu yetu, kupitia madhehebu yetu, kwa namna ya madhehebu yetu, manake kichwa hujapangusa kichwa chote, umepangusa tu baadhi ya kichwa. Ndio madhehebu yetu, umepanguza baadhi ya kichwa. Tutakwambia udhu katika madhehebu yetu umeswihi. Kisha baadaye ukaja ukagusa mwanamke, tutakwambia udhu katika madhehebu yetu sasa umetanguka. Kisha ukasema la, lakini mimi nafuata Imam Malik, manake yeye amesema mpaka umguse mwanamke kwa matamanio. Tutakwambia lakini Imam Malik mwenyewe mpaka sasa wewe hauna udhu, manake Imam Malik akwambia madhehebu yake ni kuwa lazima upanguse kichwa chote, na wewe ulipotawadha hukutawadha kichwa chote. Kwa hivyo lazima hili liwe wazi. Yani ikiwa mtu yataka kufuata madhehebu fulani hakuna makosa kabisa. Hao wote ni maulama, kila mtu amefanya ijtihadi. Fuata ile madhehebu, lakini hakikisha kuwa angalau kwa mmoja wa wale maulama udhu wako umeswihi. Tutapiga mfano mwingine. Mfano madhehebu yetu na madhehebu ya Imam Abi Hanifa. Tasema hivyo mtu atakwambia bwana lakini udhu haujatanguka kwa ajili Imam Abi Hanifa asema maana ya lamastumun lisani kumuingilia yule mwanamke. Sawa, haina neno. Madhehebu ya Abi Hanifa ndio kauli yao, marhaba. Lakini madhehebu ya Abi Hanifa pia mtu akija akitokwa na damu au labda akitapika udhu umetanguka. Na madhehebu yetu mtu akitokwa na damu kokote tu, yani akipata jeraha akatokwa na damu, madhehebu ya Abu Hanifa udhu umetanguka. Kwetu sisi udhu haujatanguka. Sasa utasema hukumu nini hapo? Narudia tena, madhehebu yetu mtu akimgusa mwanamke udhu umetanguka. Sasa mtu aweza kuja akasema bwana, yani akatawadha kama madhehebu yetu haya, kisha baada ya muda akaja kugusa mwanamke, kisha akasema bwana udhu wangu haujatanguka. Tumiza kwa nini? Akwambia madhehebu ya Abu Hanifa maana ya lamastum ni kumuingilia. Sawa, hakuna neno. Udhu wako umeswihi kwa upande wa Abu Hanifa, sio? Marhaba. Lakini baada ya muda akaja akatokwa na damu. Akitokwa na damu asema udhu wangu haujatanguka. Madhehebu ya Imam Shafi kutokwa na damu udhu haufanyi nini? Hautanguki. Tutakwambia sasa wewe kwa Imam Shafi huna udhu,
manake umegusa mwanamke. Na pia kwa Abu Hanifa hauna nini? Hauna udhu, kwa sababu umetokwa na damu. Kwa hivyo udhu wako umeswihi kwa madhehebu gani? Tumeelewana? Mtu anaweza kusema mimi bwana natoka kwenye kitabu na sunna. Marhaba, hakuna neno kabisa, hakuna kesi kabisa. Kama mtu amefika daraja ya usomi ambapo anaweza kutoa istimbati, anaweza mwenyewe kutoa hukumu kutoka kwenye kitabu na sunna, huyo hana neno. Usije ukatuambia natoa kwenye kitabu na sunna kisha ukaja ukatuambia mwanachuoni fulani anasema hivi maana ikiwa mtu anatoa kwenye kitabu na sunna, ni atoe kwenye kitabu na sunna mwenyewe, na sio mtu yoyote ana uwezo huo jamani. Sio mtu yoyote ana uwezo huo. Imam Ahmad bin Hanbal aliulizwa takriban mtu akihifadhi hadithi 100 yuweza kweli kutoa fatwa? Huenda mwenye kutoa kwenye kitabu na sunna. Imam Ahmad akasema la. Akaulizwa 200 akasema la. Alipoulizwa 300 akasema natarajia. Yani huyo kuna uwezekano akatoa fatwa. Kwa hivyo mtu akisema mimi natoa kwenye kitabu na sunna, manake amefika daraja hizi, amefika daraja za kina Imam Shafi. Kwa hivyo lazima tuweni makini jamani. Hii ni dini, hii si machezo, hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Tamam. Haya. Ama maharim, tukizungumzia mahram, tulisema tutazungumzia mahram inshallah, lakini time imekwenda. Lakini tutawataja tu mahram. Yani mahram ni watu ambao huwezi kuwaoa. Ikiwa mimi ni mwanamume, basi mahram wangu ni nani? Mahram ni mama, mahram ni mama, na binti yangu, na dadangu, na ndugu dadake mama ambao tutamuita kama mama mdogo au mama mkubwa, sio? Kisha kuna na ammati ni dadake babangu mimi sasa. Sawa? Kisha kuna na binti ya kakangu na binti ya dadangu. Hawa ndo maharim upande wa nasaba. Manake maharim wamegawanyika aina 3. Kuna mahram upande wa nasaba, kuna mahram upande wa kunyonya, yani ikiwa watu wamenyonya pamoja, na kuna mahram kwa ajili ya ushemegi, upande wa ushemegi, upande wa kuoa. Kwa hivyo wa kwanza tumesema mahram upande wa nasaba ni mamako wewe na nyanyako na mamake mamako na mamake babako, yoyote ambao uko kwenye nasaba yako upande, yani ambaye ni mwanamke nasaba yako, sio anti yako. Hapa tunazungumzia mama, itakuja anti. Kwa hivyo mama. Haya, wa pili tumesema ni dadako wewe. Dadako ni mtu, dadako ima dadako kwa mama au dadako kwa baba au dadako kwa mama na baba tumbo moja. Kisha binti yako. Na tukisema binti sio tu mtoto wako wewe, la, binti yako, binti ya binti yako, binti ya mtoto wako wa kiume, hivyo binti. Mwanadamu iko wewe ndio sababu ya yeye kuwa, basi anaitwa binti. Sawa? Kisha wa 4 kama tulivyosema ni dadake mama. Dadake mama ni dadake mamako au dadake nyanyako. Jamani tunazungumzia dadake mama, sio kazani yake mama. Kazani yake mama si mahram kisheria. Kazani yake mama si mahram kisheria. Ndio sisi tutawaita maanti, ndio tutawaita na nini, ndio aitwaje, itakuwa ni mazoea yetu ama ni mila yetu ama desturi zetu. Utamuita ni anti, utamheshimu, utafanya nini, lakini ukigusana naye udhu umetanguka. Udhu umetanguka. Maana yake yeye si mama, si dada yake mama. Yule kihakika si khalat, si ammati yako. Yule anakutangua udhu. Tuweni makini. Sawa? Yaani dada yake mama. Kisha kuna na dada yake baba. Vile vile sio kazini yake baba. Kazini yake baba anakutangua udhu wewe. Dadake mama ndo dadake baba ndo hakutangui udhu wewe. Yaani ammati yako ndo hakutangui udhu wewe. Shangazi lako ndo hakutangui udhu wewe. Lakini ati kazini yake baba au kazini yake mama, hawa wanatangua udhu. Hawa wanatangua nini? Wanatangua udhu. Sawa, manake si maharim. Kisha kuna binti ya kakako. Yaani wewe ikiwa una kaka, una ndugu yako wa kiume, kaka, ana binti yeye amezaa binti, basi huyu pia hakutangui nini? Hakutangui udhu, ni mahram. Kisha vile vile binti ya nani? Ya dadako ni vile vile. Sio binti ya kazini yako. Binti ya kazini yako si mahram. Binti ya kazini yako si mahram. Unaweza kumuoa na ukimgusa udhu unatanguka. Tunaenda kisheria jamani. Sisi tunaeleza mahram kisheria. Kisha mwingine hawa 7 ambao tumewataja kwa upande wa nasaba, basi hawa 7 pia katika upande wa kunyonya. Yaani mamako kwa kunyonya, kama umenyonya kwa mwanamke, yule mwanamke anaitwa ni mamako katika kunyonya. Na kunyonya kuna masharti yake, yani lazima iwe ni chini ya miaka 2. Mtu amenyonya akiwa na miaka 2 au chini yake. Yani chini ya miaka 2 na iwe ni mara 5, sawa, wakati tofauti. Falmuhim, yani maelezo ambayo huelezwa katika sehemu nyingine, lakini siku hizi si sana, lakini tutagusia tu. Kwa hivyo hawa 7, yani mamako kwa kunyonya, dadako kwa kunyonya, yani wewe na mwanamke fulani mmenyonya kwa mwanamke mmoja, wewe na mwanamke fulani mmenyonya kwa mama mmoja, yule ni dadako kwa kunyonya, sawa. Binti yako kwa kunyonya, yani ikiwa wewe ni mume, basi mke wako amenyonyesha mtoto mwingine wa kando, yule anaitwa binti yako kwa kunyonya, sawa. Mpaka wale 7, binti yako kwa kunyonya,
kisha kuna shangazi lako kwa kunyonya, amati yako kwa kunyonya, kisha binti ya ndugu yako kwa kunyonya. Yani wewe na mtu fulani mumenyonya kwa mama mmoja, basi yule mtu akiwa na binti, yule anaitwa binti ya ndugu yako kwa kunyonya, na yani binti ya kakako kwa kunyonya na binti ya dadako kwa kunyonya. Hao ni maharim ambao tumetaja 14 sasa. 7 kwa nasaba, 7 kwa inaitwaje? La ilaha illallah muhammadur rasulullah. 7 kwa kunyonya. Baki 4, wamebakia 4, bado 4. Hao 4 inshallah tutaeleza katika darasa itakayokuja. Yani 4 hawa ni maharim katika upande wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ni maharim katika upande wa kuoa ama ushemegi. Inshallah katika darasa itakayokuja tutagusia, tutaanza nao inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah awwalan wa akhira.